Huku Rais Obama wa Marekani akiwasihi viongozi wa Afrika kuzingatia demokrasia, uhuru na haki za binadamu, nchini Tanzania vuguvugu la uchaguzi lazidi kupamba moto baada ya aliyekuwa waziri mkuu wa zamani Edward Lowassa kutangaza rasmi leo kuhama chama tawala CCM na kujiunga na chama cha upinzani cha Chadema. Lowassa ambaye alikatwa jina lake miongoni mwa waliotaka kugombea urais kupitia CCM amekuwa akituhumiwa kwa kashfa mbalimbali na viongozi hao wa upinzani ambao sasa wanamtetea. Kama Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alivyosema, CCM sio baba yangu wala mama yangu. Hivyo basi, baada ya kutafakari kwa kina, nimeamua kwa kuanzia leo naondoka CCM na kuitikia wito wa UKAWA kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Ni Edward Lowassa aliyekuwa waziri mkuu wa Tanzania, na sasa naungana na Profesa Kitila Mkumbo wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam akiwa katika studio zetu mjini humo. Karibu sana Profesa. Labda tuanze, unalitathmini vipi tukio hilo la Bwana Lowassa ambaye ameshika nyadhifa kubwa serikalini na sasa amehamia Chadema? Tukio hili ni tukio kubwa, ni kubwa sana kwa sababu ya aina ya mwanasiasa ambaye amejiunga na upinzani. Edward Lowassa ni mwanasiasa ambaye tunaweza kusema kwa Tanzania ni mmoja wa wanasiasa wazito, mwanasiasa mzito katika CCM. Amekuwepo tangu mwaka 95. Amekuwa maarufu tangu mwaka 95 alipojaribu kugombea urais kwa mara ya kwanza. Lakini pili, ni mwanasiasa ambaye ameonyesha ujasiri kwa kweli wa kupindukia. Kwa moja, kwa kuhimili mikiki mingi sana kisiasa. Kama nilivyosema, tangu mwaka 95 alipogombea urais aliondolewa katika kugombea katika mazingira ya kutatanisha. Mwaka 2007 akajiuzuru waziri mkuu katika mazingira ambayo kwa kweli hajawahi kukaa vizuri mpaka leo. Lakini hivi karibuni akaondolewa katika kinyang'anyiro cha ugombea rais wa Chama cha Mapinduzi katika mazingira ambayo Kingunga ametueleza wazi kwamba alivunja sheria. Lakini hii hatua ambayo amechukua leo ni hatua kubwa, ni hatua ya kijasiri, na kwa kweli amebadilisha kabisa siasa za Tanzania, na siasa hizi bila kujali kama atashinda au atashindwa, lakini siasa za Tanzania zitakuwa tofauti kabisa kuanzia leo. Profesa Kitila, baadhi ya watu ambao unaona walikuwa wamekaa meza kuu na yeye walikuwa katika na wengine ambao walimsema sana kuhusiana na swala la ufisadi na hata kumorodhesha katika watu wenye kutia aibu, yani orodha ya watu wenye kutia aibu, list of shame. Ila sasa wamempokea. Ina maana gani hii? Hii ina maana mbili. Moja ni kwamba watu ambao walizunguka nchi nzima kumchafua ndugu Lowassa ndo wale sasa watalazimika kumsafisha. Lakini pili ni kwamba kwake ni ushindi, kwa sababu kwa aina fulani ni kwamba tumetangaziwa kwa kitendo hiki, ni kwamba tunaambiwa hayakuwa ya kweli. Kwa hiyo viongozi wa upinzani watakuwa na kazi kubwa kuwaeleza Watanzania kwamba hii mliotuambia juzi na hii ya leo maana yake nini. Lakini nadhani viongozi hawa watakuwa wamezingania jambo moja kubwa, ni kwamba kitu cha msingi sana kwao kwa sasa hivi ni kuiangusha CCM, na watakuwa tayari kutumia silaha yote, na hakuna namna nzuri na kubwa ya kuangusha CCM zaidi ya kutumia mtu ambaye anaifahamu CCM vizuri. Na kwa CCM iliyopo leo, watu wawili wanaifahamu sana CCM ni Rais Kikwete na Edward Lowassa. Kwa hiyo silaha ambayo wapinzani wamepata ni silaha kubwa. Ni kama kusajili mchezaji, ni vigumu kwamba wapinzani wangeacha kumsajili mchezaji kama leo ni Messi. Kwa hiyo kwa upande mmoja ni jambo zito, lakini kwa upande wa pili unawaelewa kwamba wangefanyaje katika mazingira haya. Umepata mchezaji maarufu, mchezaji ambaye anataka kufanya kashinda uchaguzi. Labda hapo nikukatishe kidogo, lakini wanamwamini vipi kwamba yeye anasema kweli? Na hasa ukizingatia wanachama labda wa Chadema wenyewe, labda wengine sijui wanahisi vipi. Maanake nimekuwa nikifuatilia katika mitandao ya kijamii, wengine wameshtushwa, wanasema hili mbona imekuwa sasa kidogo mtihani. Wanamwamini vipi kwamba yeye ndo anasema kweli? Na wananchi watamwamini vipi kwamba sasa hivi wao wanasema kweli, yani upinzani? Hiyo kama nilivyosema awali ni kwamba ni kazi ya viongozi wa upinzani wafanye kazi kwa kweli ya kujenga hoja. Lakini pili, wanasiasa wote wakubwa duniani wenye majina wanakuwa ni wanasiasa ambao ni controversial. Kwa hiyo swala la kumwamini ni jambo moja, lakini muhimu sana, huyu ni waziri mkuu ambaye ametoka madarakani miaka 8 iliyopita.
ufisadi umezungumzwa, hajawahi kupelekwa mahakamani, hapa hajawahi kutokea chochote cha kuficha kwamba alikuwa na amekuwa consistent mara nyingi kwamba sikuhusika na Richmond, nimejiuzuru kwa sababu ya kulinda serikali, na leo amekwenda hatua mbele zaidi, amesema kwamba yeye alikuwa anataka kuvunja mkataba wa Richmond, lakini akapokea amri kutoka mamlaka za juu asivunje. Kwa hiyo inatufundisha kwamba siasa za majitaka hazilipi katika muda mrefu ujao. Kwa hiyo viongozi wa wanasiasa wetu waelewe kwamba siasa za kutuhumu watu barabarani ni siasa za hatari sana. Wakati umefika wa kushindanisha hoja, lakini narudi kule kule kwamba ni viongozi wenyewe wa Chadema ambao kwa kweli wana kazi kubwa ya kuzunguka nchi nzima kueleza kwamba yale ambayo tuliwaambia juzi sio. Hiyo ni kazi yao. Kwa upande wa Lowassa, kazi yake imeisha, atakwenda kupambana na Magufuli kama atapewa nafasi ya kugombea. Shukran sana. Ni Profesa Kitila Mkumbo huyo katika studio zetu za Dar es Salaam.